Profesa Lipumba. Kwenye magazeti ya leo nafikiri mwenyekiti wetu wa chama taifa amesema kwamba, amesikika kwenye magazeti akisema kwamba Profesa Lipumba abebe mzigo wake, msalaba wake wa usaliti. Na nafikiri hilo ni jibu sahihi kabisa la mwenyekiti wetu. Naomba tu niongezee kwa hayo ambayo mwenyekiti wangu ameyasema. Katika historia ya chama cha wananchi CUF, tangu kimeanzishwa katika chaguzi zote ambazo Profesa Lipumba alikuwa mgombea urais, CUF bara ilikuwa haijawahi kupata zaidi ya wabunge wawili. Naomba mnikosoe kama nakosea. Kwa uongozi wa Profesa Lipumba akiwa mwenyekiti na mgombea urais wa CUF, kwenye chaguzi zote walizoshiriki, haijawahi kutokea wakapata wabunge Tanzania bara, Tanganyika, zaidi ya wawili. Mwaka jana, kwenye uchaguzi wa mwaka jana, kwa sababu ya Ukawa ambao Lipumba aliuanzisha lakini baadaye akausaliti, chama cha wananchi CUF Tanzania bara kilishinda, kimepata wabunge 10 wa majimbo 10. Miaka mingine yote ya nyuma kilikuwa hakijawahi kupata wabunge zaidi ya wawili. Kwa hiyo kama Chadema ingekuwa inabomoa CUF, pengine kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana CUF isingepata mbunge kabisa, au pengine ingepata pungufu ya wabunge wawili iliyowapata mwaka 2010. Lakini kwa kuunganisha nguvu na Chadema na NCCR na NLD, CUF ilipata wabunge 10. Kwa hiyo hoja ya profesa inaonyesha jinsi gani msomi huyu alivyoanguka kifikra. Hata facts tu ambazo hazina ubishi tena hazioni. Kwa upande wa wabunge na wawakilishi, kwa mara ya kwanza Zanzibar, Unguja, chama cha wananchi CUF kilipata wawakilishi 9. Miaka yote ya nyuma huwa wanapata 2, 3, 4. Mwaka jana walipata 9 kwa sababu ya Ukawa. Kwa Profesa Lipumba anaposema Chadema ina njama za kuibomoa CUF, takwimu ni hizo. Hali ilikuwaje kabla ya Ukawa? Hali ikoje with Ukawa? Na la mwisho, nafikiri hata hili inakuwa sasa yani tunalirudia sana, lakini kwa kweli ni kitu ambacho kinaonekana na kila mwenye macho ya kuona na kila mwenye akili ya kufikiria. Profesa Lipumba kama mwenyekiti mwenza wa Ukawa alimpokea Edward Lowassa kama mgombea uraisi wa Ukawa. Akakaa mwezi mzima. Alafu baadaye ndio nafsi yake ikamsuta, akaenda Rwanda kwenda kufanya sijui utafiti wa kitu gani, na karibu mwaka mmoja baadaye nafsi yake imemsuta tena. Ameamua kwamba wenyekiti wake ulikuwa haujafa,
ulikuwa umezimia tu ule wenyekiti ulikuwa haujawa marehemu, akakumbuka baada ya mwaka mmoja. Ni baada ya neema ni nini? Kwa kifupi, ya Profesa Lipumba yasiwasumbue wanachama wa chama cha wananchi CUF. Certainly sisi hayatusumbui hata kidogo, yanawasumbua hao wanaomtumia tu.